Meneja mkuu wa Simba Sports Club Dimitri Pantev ametoa kauli iliyoashiria kuumizwa na matokeo ya kupoteza mechi mbili za kwanza za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, huku akitaja mambo matatu yaliyochangia hilo. Simba imeanza hatua hiyo ya makundi kwa kufungwa nyumbani bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico, kisha ikachapa mabao 2-1 na Stade Malien ugenini. Matokeo hayo yameifanya kuburuza mkia bila kuwa na pointi katika kundi D linaloongozwa na Petro Atletico na Stade Malien zenye pointi 4 kila mmoja, huku Esperance de Tunis akiwa na pointi 2. Katika vitu ambavyo Pantev amevitaja, kwanza kuna mchakato wa kubadili vitu ndani ya kikosi unaohitaji muda. Pili, walifanya mazoezi muda mrefu na kundi dogo la wachezaji kutokana na uwepo wa kalenda ya FIFA wiki chache kabla ya kuanza hatua ya makundi. Na tatu, wachezaji wa Simba walicheza chini ya kiwango. Akizungumza Novemba 30, 2025 baada ya kufungwa bao 2-1 na Stade Malien, mechi iliyochezwa nchini Mali, Pantev alisema, namnukuu, "Sio rahisi kuzungumza baada ya mechi kama hii. Sitafuti kujitetea. Najua kila mchezaji amejitahidi. Labda haukuwa mchezo wetu, haikuwa siku yetu." Mwisho kunukuu. Pantev, raia wa Bulgaria aliyetoa Simba Oktoba 6, 2025, siku chache baada ya klabu hiyo kuachana na msauzi Fadul Davis aliyetimkia Raja Casablanca ya Morocco, ameendelea kwa kusema, namnukuu, "Hata hivyo, tangu nimefika hapa nimekuwa nikieleza kuwa kuna mchakato. Naamini katika mchakato huu. Naamini hata wale wengine wanaoiendesha hii klabu wanaamini kwenye mchakato huu, kwa sababu alinileta hapa kujaribu kubadilisha kitu kwenye timu. Miezi miwili haitoshi, lakini timu kama Simba hakuna muda wa siku 6, 10 au karibia 15." Mwisho kunukuu. Pantev amebainisha kwamba katika maandalizi kuelekea mechi hizo mbili za kwanza hatua ya makundi, kikosi kilifanya mazoezi muda mwingi kikiwa na wachezaji wachache kutokana na uwepo wa kalenda ya FIFA. Hivyo hilo kwa kiasi fulani limechangia matokeo mabaya, lakini anaamini watarudi wakiwa imara zaidi. Nikimnukuu anasema, "Tumefanya mazoezi bila wachezaji waliokuwepo timu ya taifa. Wamekuja muda mfupi. Najua kila mtu amechukia, hususan mashabiki, na waelewa kwa sababu na matarajio makubwa. Natumaini kila mchezaji na viongozi tutafanya bidii na kuja na kiwango bora kwa siku zijazo. Unajua tatizo hili si la sasa, ni la muda mrefu. Hata kwenye mechi zilizopita za kafu hatukufunga, na nilipofika haijawa rahisi kufunga. Kama hufungi huwezi kukusanya alama. Tatizo kubwa, wachezaji wetu wengi wamecheza chini ya kiwango chao." Mwisho kunukuu. Mwisho, Pantev amewaangushia zigo wachezaji akisema kikosi cha Simba kina ubora kushinda wapinzani wao, lakini walicheza chini ya kiwango. Nikimnukuu anasema, "Tatizo kubwa, wachezaji wetu wengi wamecheza chini ya kiwango chao. Timu yetu na ubora mkubwa kuliko timu ya wenzetu. Nimechukia kwa sababu tumeshindwa kufunga, lakini ndio mpira." Mwisho kunukuu. Simba baada ya kumalizana na Stade Malien kati ya Januari 23 na 25, 2026 itakuwa Tunisia kukabiliana na Esperance, kisha zitarudiana jijini Dar es Salaam kati ya Januari 30 na Februari 1 mwaka 2026. Baada ya hapo Simba itakwenda Angola kucheza dhidi ya Petro Atletico kati ya Februari 6 na 8 ya mwaka 2026, kisha itamalizia hatua ya makundi nyumbani dhidi ya Stade Malien kati ya Februari 13 na 15, 2026. Kwa sasa Simba inapambana kurudi kwa nguvu na kufuzu robo finali ili kutotibua rekodi yake katika